Kitu ambacho binafsi nakiona ni kwamba jumuiya hizi za SADC pamoja na Jumuiya ya Afrika Mashariki zilitangulia kujaribu kuweka jitihada zao za kutafuta suluhisho, lakini ni kama hazikufua dafu hivi, na msingi wake mkuu ni kwamba kwanza kuna hali ya kutokuaminiana kwa baadhi ya viongozi wa Afrika wenyewe, kwa maana ya kwamba viongozi wengi wa mataifa ya Afrika, nadhani kwa namna wanavyoingia madarakani na namna ambavyo wanaendesha tawala zao, imefikia hatua ni kwamba kila mmoja ni kama anafahamu mapungufu ya mwenzake. Kwa hivyo inapotokea tatizo baina yao na akaja msuluhishi ambaye kwa namna moja ama nyingine labda pengine naye anafahamika mapungufu yake, ile imani ya kwamba anaweza akatoa suluhisho la msingi na la uhakika inakuwa kama haipo, kwa sababu kile ambacho anajaribu kukieleza kwa wenzake ili waweze kukitafutia ufumbuzi, na wao wanakuwa na maswali nyuma kwamba mbona wewe kwako hujawahi kufanya hivyo, ama pengine katika mapungufu ulionayo hatuoni ukichukua hizo njia ambazo unajaribu kutushauri sisi tufanye. Kwa hiyo inaweza kuwa ni mojawapo ambayo imepunguza kile kiwango cha kuaminiana kulingana na namna ambavyo tawala za Kiafrika zimekuwa zikijiendesha. Lakini kitu cha pili, mgogoro wenyewe wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo una sababu kuu tatu za msingi, ambazo sababu ya kwanza kabisa ni sababu ya kihistoria, sababu ya pili ni sababu ya kiusalama, na sababu ya tatu ni sababu ya kiuchumi. Hizi sababu tatu ndio zinasababisha matatizo ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hivyo yoyote anayetaka kutafuta suluhisho la amani na usalama ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lazima azingatie haya mambo matatu, na pengine lazima awe na ushawishi katika haya mambo matatu. Sasa ninachokiona hapa ni kwamba jumuiya hizi za SADC pamoja na Jumuiya ya Afrika Mashariki ziliangalia zaidi ni namna gani zinaweza zikatatua jambo hili katika sababu kuu mbili za msingi, kwa maana ya sababu zile za kihistoria na sababu za kiusalama. Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu sababu za kihistoria zinatokana na kwamba ukiwauliza wanaogombana ndani ya Kongo, kwa nini mnapigana ili hali nyinyi ni Wakongomani, watakwambia kwamba kuna jamii ambazo zinahisi hazitendewi sawa kihistoria kwa sababu ya asili yake ndani ya ardhi ya Kongo, na wakihisi kubaguliwa, kwa hiyo wanajaribu kama kutafuta hivi haki na fursa sawa na jamii zingine. Lakini kwa nini mnapigana ndani ya Kongo wakati kuna watu ambao inaonekana si raia wa Kongo, ni raia ambao wanasadikika ni kutoka Rwanda, na lakini wamo katika medani ya mapambano, wanasema kwamba tuko huku kwa sababu za kiusalama, kwamba tunahitaji kudhibiti makundi yaliyomo ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yasiathiri usalama wa Rwanda. Kwa hiyo ndio maana baadhi ya Wanyarwanda wamo ndani ya ardhi ya Kongo. Kwa hivyo sababu hizi mbili zimekuwa zikitizamwa zaidi kama sehemu ya kutafuta suluhisho. Lakini sababu ya tatu ambayo nadhani SADC na nani wanaiacha ndio ambayo Qatar kaingilia, sababu ya kiuchumi. Kuna mataifa ambayo makubwa ya duniani, hususan mataifa ya kimagharibi, ambayo yana makampuni yao yamefanya uwekezaji katika eneo la Kongo Mashariki, hasa kutokana na rasilimali zinazopatikana katika eneo lile, ikiwemo madini muhimu, lakini pia na rasilimali zinginezo. Sasa haya uhusika wao unakuja kwamba ndio ambayo kwa namna moja ama nyingine yanatuhumiwa, na zipo ripoti ambazo zimewahi kulieleza hili bayana kwamba yako baadhi ya mataifa ambayo yanaingia kwa sababu za kimaslahi ya kiuchumi, yamefanya uwekezaji wa kupitia makampuni yao ndani ya ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kwa msingi huyo yanachokifanya mataifa hayo ni kutengeneza hali ya ukosefu wa usalama, state of insecurity. Kukiwa kuna hali ya ukosefu wa usalama katika eneo la Mashariki ya Kongo, kutafanya yale makampuni yao yaweze kufanya shughuli zao kwa nafasi zaidi bila bughudha yoyote, na ndio maana wanaona kwamba kuna urahisi wa upatikanaji wa silaha ambazo zinatoka katika viwanda vya mataifa yaliyoendelea duniani, ambazo zinapenyezwa kinyemela na kuingizwa na kuangukia mikononi mwa wale ambao wanajiita ni waasi na wanaoendesha mapigano ndani ya ardhi ya Kongo. Kwa hiyo kama hawa wawili, kwa maana ya kwamba zile sababu mbili za awali, sababu za kihistoria, usalama, walipotaka kuja kutafuta suluhisho kwa hili, maana yake suluhisho lao lingekwenda kuiathiri sababu ya tatu ya kiuchumi. Na kwa kuwa haya mataifa ni kweli yana mikono yao na miguu yao ndani ya mgogoro huu wa Kongo, na wao na wawe hawawezi kukaa kimya. Ndio maana unaweza kuona kwamba dirisha hilo sasa Qatar amelitumia kuweza kuingia kwa kutumia uzoefu, kwamba ni wazoefu sana katika masuala ya upatanishi wa migogoro mikubwa na migogoro ya kimataifa. Kwa hivyo na wao kama ni sehemu ambayo inahusika, kwa sababu Qatar pia wana mahusiano ya kiuchumi na taifa la Rwanda, na kuna uwekezaji ambao Qatar imefanya pale Rwanda. Kwa hivyo na wakati ambao Qatar alionekana kama ameingia by surprise, kama kwa kushtukiza hivi, ni wakati ambao tayari kulikuwa kuna viashiria vya mataifa ya Jumuiya ya Ulaya kuanza kuiwekea mbinyo Rwanda kuhusiana na kwamba ni namna gani ambavyo inaendelea kutoa kinachoitwa usaidizi kwa kundi kubwa la waasi la M23. Kwa hiyo vile vitisho vilivyoanza, kama unakumbuka, kulikuwa kuna mzozo
mzozano baina ya Ubelgiji na Rwanda na mpaka kufikia kuvunja uhusiano wa kidiplomasia. Na yako mataifa mengine ya Ulaya ambayo tayari yalianza kama kufungua makucha hivi dhidi ya Rwanda. Na katika mazingira kama hayo ndio ghafla bin vu Qatar yakaonekana akiingilia kati kwa dirisha hilo, na Rais Felix Tshisekedi pamoja na Paul Kagame ni kama wakaibuka kwa ghafla hivi, wakaonekana tayari wapo Qatar na wanapatanisha, kitu ambacho kiliwaacha midomo wazi hata hawa watangulizi ambao walikuwa wameanza jitihada. Kuna vikao viwili vimefanyika hapa Dar es Salaam. Kikao cha kwanza kilikuwa ni kikao cha Jumuiya ya Afrika Mashariki, ambapo pamoja na kuitwa Rais Kagame alikuja, lakini Rais Tshisekedi hakutokea. Kikaitwa kikao cha pili ambacho kilikuwa ni mkutano wa pamoja baina ya SADC na Jumuiya ya Afrika Mashariki, kikafanyika hapa Dar es Salaam. Tshisekedi pia hakutokea. Ni kana kwamba viongozi wa Afrika na hasa wa hizi jumuiya waliona kama Rais Felix Tshisekedi ni kama hatoi umuhimu wa kuona kwamba kuna suluhisho linaweza likapatikana. Na ndio maana unaweza kuona hatua sasa iliyofanywa na jumuiya hizi. Angola ni kama kidiplomasia waliamua taratibu kuanza kujiweka pembeni. Basi ndivyo ambazo hata hizi jumuiya utaweza kuona zilishatoa taarifa kwamba zinaanza kwa awamu kuondoa hata vikosi vya kulinda amani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa nini? Kwa sababu wanaona kwamba jitihada wanazozifanya, lakini wahusika wenyewe DRC chini ya uongozi wa Felix Tshisekedi ni kama hawazipi umuhimu, wanazipuuza. Lakini ghafla bin vu anaonekana Qatar akifanya majadiliano ambayo yeye anaamini pengine kwamba kupitia Qatar anaweza kafanikiwa kupata kile anachokihitaji. Lakini kwa nini Qatar? Qatar hata alipokuwa akisuluhisha Marekani na Afghanistani, akisuluhisha na migogoro mingine, inaonekana nyuma yake pia kuna watu ambao wamekaa wakisubiri, na matokeo yake nadhani ndo haya ambayo tumeyaona masaa machache yaliyopita. Mkataba mwingine ukisainiwa nchini Marekani. M23 ni kama wanavutwa hivi na namna ambavyo Rwanda inashiriki katika makubaliano haya. Kwa mfano mazungumzo ya Qatar hayakuwahusisha M23, yalihusisha serikali ya Rwanda na serikali ya DRC. Na makubaliano ambayo yamesainiwa hivi punde pia yamehusisha serikali ya Rwanda na serikali ya DRC. Na maana yale makundi yenyewe hayajahusika moja kwa moja. Lakini ukiangalia katika hayo makubaliano, kwa mfano haya yaliyofanyika Marekani, kile ambacho kimekwenda kukubaliwa kimewekwa katika mafungu kadhaa, pengine mafungu matatu. Fungu la kwanza limezungumzia swala la mipaka, kwamba namna Rwanda na DRC wataheshimu mipaka yao na kila nchi iishi katika mpaka wake. Lakini swala la kiusalama ni kwamba imeelezwa pale kwamba katika makubaliano kwamba mataifa ya Rwanda na DRC yatashirikiana kuhakikisha kwamba wanadhibiti makundi ambayo ni kitisho kwa taifa jingine. Lakini la tatu ambalo nadhani ndo la muhimu zaidi la makubaliano haya ni kuhusiana na kufungua milango ya uwekezaji na ushiriki wa mataifa ya kigeni katika masuala ya kiuchumi, kwa maana ya kwamba Marekani itakwenda, makampuni ya Kimarekani yatakwenda kuwekeza katika mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa katika sekta ya madini, kwa kile ambacho imetaja katika maelezo kwamba itakuwa ni kwa faida ya raia wote wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini pia Marekani inafungua mlango wa kuwekeza katika sekta pia ya madini na Rwanda, ambayo kirekodi haina rekodi za kwamba ina madini ambayo inaweza ikaingia mikataba mikubwa ya kimataifa kuhusiana, lakini hilo limetajwa kwenye mkataba. Sasa ukiona vipengele vya namna hiyo vimo kwenye mkataba, unaona kabisa kwamba kumbe ile sababu ya tatu niliyosema, sababu ya kiuchumi, ndio ambayo ilitumiwa na Qatar kuzifanya hizi nchi mbili ziachane na majirani zao wa SADC na wa Afrika Mashariki, iwavute hawa wawili waweze kuelekea Qatar ili wapeleke Washington, ambako tayari wamefika mezani na tayari wamesha sainiwa, tengenezewa mazingira ambayo sasa watakwenda kutafuta amani, lakini si katika amani kwa maana ya uhalisia wake, ila kwa maana ya kwamba bado kuna mataifa ama makampuni kutoka mataifa ya kigeni ikiwemo Marekani ambayo yametajwa wazi yatakayokwenda kuwekeza pale. Sasa hii itakwenda kuongeza idadi ya makampuni ambayo tayari yapo. Utakumbuka wakati inaanza kuteka miji pale mashariki, kuna watu walikamatwa wakatajwa kwamba ni askari wa kigeni ambao wamekutwa kule, lakini mahojiano binafsi yaliyofanywa na baadhi ya vyombo vya kimataifa vya habari na wale waliokamatwa wakasema kwamba wao hawakuwa katika medani ya mapambano, ila walikwenda kwa ajili ya ulinzi wa mali za makampuni ya kigeni kutoka katika mataifa walikotokea ambayo yanafanya kazi zao katika machimbo ya madini kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hiyo unaweza ukapata picha kwamba mgogoro wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaweza usipate suluhishi ikiwa tu sababu moja ya kiuchumi ndio itakayotafutiwa ufumbuzi. Yale magenge madogo madogo ya wapiganaji ambayo yamekuepo yaone kwamba bado hayajashirikishwa na yanaweza yakaendelea na makabiliano na mapambano, jambo ambalo litaendelea kurefusha zaidi mgogoro katika eneo hilo, lakini hali ambayo itaendelea kuwanufaisha zaidi mataifa mengine kuliko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na Rwanda ambao ndio waathirika wakubwa. Angola ndio ilipewa kushika bendera ya kusuluhisha kwa niaba ya SADC na kwa niaba ya Afrika.
na tukaona kwamba kutokana na historia ambayo imeingiliana na masuala ya kiuchumi, masuala ya kijeshi, masuala ya kiusalama ya hizi nchi ambazo zimehusika kwa namna moja kwa namna nyingine, imemomonyoa kiasi kikubwa ile imani na confidence ya Waafrika wenyewe kuweza kusuluhisha mgogoro wa namna hii, mpaka ikafikia kwamba Angola ikatangaza rasmi kwamba sio kama inajitoa, lakini inaiweka hili suala pembeni ili iweze kushughulikia masuala muhimu ya uraisi wa AU ambao umekabidhiwa. Kwa namna moja tumeona kwamba Angola ilikuwa inajiondoa kidiplomasia, kiutaratibu, bila ya kusema kwamba imeshindwa. Lakini wakati huo, moja ya sababu ambayo tumeona kwamba Angola imelalamika kwamba ni mkono wa nchi nyingine za nje ambazo zinaingia hapa, ndio tunapoona kwamba Qatar inaweza kuingia. Ilikuwa ni kama kushtukizwa kwa nchi za Kiafrika kwamba Qatar haikutangaza ule usuluhishi wa Qatar jinsi inavyoingia katika usuluhisho. Ilikuwa hakuna nchi za Kiafrika ambazo zilikuwa zinaelewa wazi kwamba sasa Qatar anaingia katika wigo au katika ulingo wa kusuluhisha mgogoro huu. Kwa hiyo ikaonekana kwamba sasa kuna mvutano na mgongano wa kidiplomasia, na nchi za Kiafrika zikiongozwa na Angola mwaka huu zikakaa pembeni, tukiona kwamba Qatar inachukua. Sasa namna gani tukija kwa Qatar, tukiwachilia mbali jinsi alivyoingia kinyemela, tunaona kwamba Qatar anakuja na nguvu ambayo pamoja na uzoefu wa usuluhishi toka miaka ya 90, tumeona kwamba Qatar amejihusisha katika usuluhishaji wa nchi na mapigano na vita vya nchi tofauti. Kwa upande mmoja ameweza kusuluhisha kwa ukamilifu, na vingine bado vinaendelea. Kwa mfano vita vya Israeli na Palestina huko Gaza, Qatar amekuwa mstari wa mbele kuwakutanisha hizi nchi na kuratibu masuala ya kusimamisha vita na kutafuta amani, ingawa vita bado vinaendelea. Lakini huko nyuma amejihusisha na vita vya Darfur, vita vya Taliban kule Afghanistan, ambavyo aliwakutanisha Marekani pamoja na Taliban nchini kwake Qatar, pamoja na Yemen, wakati Yemen Saudi Arabia inapigana pale, na tunaona vile vita vimesimama. Kwa hiyo ukichanganya yote haya, uzoefu ambao unaletwa na Qatar katika kusuluhisha migogoro ya kimataifa toka miaka ya 90 mpaka sasa hivi, tunaona kwamba Qatar ameweza kujenga uzoefu mkubwa na kuaminiwa, sio kwa maana yale zile pande za migogoro peke yake, pamoja na mataifa makubwa ambayo yanaidhamini na kuipa baraka Qatar kuendelea, kwa mfano Marekani, kwa mfano Uingereza na EU kwa ujumla. Kwa hiyo tunaona kwamba imeweza kujenga imani, imeweza kujenga hisia za kuaminika kuwa neutral na kuto kuingilia pande mbili na kuwakutanisha. Na ukiongeza haraka uzoefu wa Qatar katika kuleta mataifa tofauti chini ya uongozi wake ulioletwa na diplomasia na uzoefu wa kilogistic wa kuleta kombe la dunia mwaka 2022, uzoefu ule wa kidiplomasia unaingia hapa vile vile katika kuleta sasa usuluhishi. Kwa hiyo tuangalia kwamba Qatar ipo na nguvu, na ukimalizia kabisa uzoefu wake, uwezo wake wa kiuchumi na fedha, ana ushawishi mkubwa na kuaminika na kuleta imani kwamba pande mbili zinaweza zikamsikiliza na kuwa neutral. Kuhusiana na makundi mengine nje ya M23, M23, ni kweli kuna makundi ya ziada ambayo yametokea na yapo toka historia ya miaka ya 90. Tusisahau kwamba sio yale makundi peke yake, pamoja na nchi za jirani kiunganishwa Uganda, Angola, Zimbabwe, ambazo tayari zilikuwa zipo ndani ya Kongo, zilikuwa zikipeleka majeshi ndani ya Kongo, na nyingine zilikuwa zikipigana, tunaita proxy war, vita vya mbali ya nchi ambazo zinapigana katika nchi nyingine. Kwa mfano Uganda na Rwanda vimepigana pale Kisangani kwa maslahi ya kugombania rasilimali na sio kutafuta usuluhishi. Hizi nchi zimewacha athari kwamba zilikuwa zina vikundi ambavyo vinawakilisha. Kwa mfano tumeona M23 inawakilisha zaidi maslahi ya Rwanda, au kwa kupitia maslahi ya Wahutu au Watusi, na Rwanda sasa hivi inasema kwamba kwa kisingizio kwamba inawasaidia M23 kwa sababu inataka kusaidia maslahi na kulinda Watutsi ili wasiuliwe au wasipigwe na Wahutu.
Kwa hiyo hivi tunaona tayari kuna vikundi vingi ambavyo vinaathiriwa, lakini kikundi kikubwa kikiwa kama ni mwamvuli sasa hivi ni M23 ambacho kimekubali kuingia kwa niaba, kwa sababu kinavutwa pamoja na Rwanda. Kwa hiyo tunaona vikundi vingine vitafata mkumbo wa namna hii, ikiwa tu wale sponsors wao, ikiwa Uganda, Zimbabwe, Angola na kadhalika, bila kutaja zote, kwamba na wao watakubali kuwa neutral na kwa maslahi ya Kongo na maslahi ya kikanda, sio kwamba Kongo peke yake, kwa sababu kukiharibika usalama wa Kongo tunaharibikiwa usalama wa kikanda, ikiwemo pamoja na Tanzania. Kwa tunaona kabisa kwamba safari hii kwamba vikundi hivyo vinashawishika kukaa na kukubali M23 ikae iwasilishe maslahi yao kwenda pale, bila kusahau Rwanda, kwa sababu ndio ni mwakilishi, anawakilisha wote, na Rwanda ana maslahi ya kuzungumza na Qatar, atamsikiliza kwa sababu Qatar ana maslahi ya kuwekeza nchini Rwanda. Tayari airport ya Rwanda tayari ameshawekeza zaidi ya 65%, katika shirika la ndege la Rwanda ameshawekeza zaidi ya 49%. Kwa hiyo ana nguvu ya kupitia Rwanda pamoja na hivyo vikundi.